Hello guys, is your girl Feli na tuko ndani ya Penina Rasugu Media. Na leo tumetafuta Bishop. Kuna mambo inaendelea ambayo haieleweki na tumetafuta Bishop pia aweze kutoa maoni yake kama mchungaji. Bishop, kuna history ya Sifuna inatembea sana pale kwa mtandao kwamba Sifuna juzi walikuwa na mkutano akiwa na Babu Owino pale Kitengela, na sasa kuna mkutano nyingine wamepanga pale Kakamega, na tunaona kwamba mikutano ya Sifuna imepigwa marufuku. We uko na maoni gani hapo? Asante sana Penina Rasugu Media. Kuna kitu ambacho nitaeleza hapa kwamba na ni kwa maoni yangu na vile ninavyoona katika macho ya roho. Maanake mimi naongea kama mchungaji, mimi siongei kama mwanasiasa, naongea kama mchungaji. Na kama watumishi wa Mungu tumeitwa pia tuwe macho ya nchi, tuweze kuwakosoa na pia tukuwarekebisha na pia kuonyesha njia, wala si kuongozwa, kwa sababu na Mungu anasema kwamba kipofu hawezi kumuongoza mwenzake njia. Hivyo kama serikali haipaswi kuongoza kanisa. Kanisa linafaa kuongoza serikali, kwa sababu kanisa ni serikali ya mbinguni. Na tunapoangalia mambo ambayo yanatendeka katika nchi ya Kenya, nitawaambia kuanzia sasa, nchi ya Kenya, uongozi wa nchi ya Kenya ulipatikana kupitia kwa kumwaga damu. Unapoangalia kwamba wakati wa kupata uhuru wa Kenya, wakati wa mzee Jomo Kenyatta, kuna watu wengi sana walimwaga damu ili nchi ya Kenya kupate uhuru. So unaona kwamba msingi ambao umejengwa kwa taifa la Kenya, uhuru wa nchi ya Kenya umejengwa juu ya damu za watu. Na unakuta ndio sababu unakuta kila kiongozi akiingia hapo lazima damu imwagike. Wakati wa Moi ulipokuwa hapo, damu ilimwagika. Wakati ambapo ni wa 1982 damu ilimwagika wakati nchi ilitaka kupindua nchi. Na baada ya hapo hata katika uongozi wa Kibaki 1987 ama 97 unakuta pia damu ilimwagika kubwa, na hata waliomwaga damu bado ni katika serikali. Na unakuta sasa katika serikali iliyopo sasa, tumeangalia kwa uongozi ambao muda mfupi ambao huko, damu ya Wakenya imemwagika nyingi sana. Na hivi sasa unapokuta sasa nao mtu anapokalia kile kiti hataki kutoka. Anataka kukalia pale kwa hiyo kiti, ya kufia kwa hiyo kiti, sijui utamu gani inakuwa kwenye hiyo kiti. Sasa kuna watu ambao sasa unakuta kwamba wameinuka. Kuna hii generation ambayo imeinuka sasa. Ni generation ambayo unakuta kwamba ni ya vijana. Generation ya vijana. Kwa sababu kuna wakati ambapo nitoa utabiri nikasema kwamba kuna kizazi kitainuka na kitakuwa kizazi cha vijana, kitakuwa na nguvu nyingi sana na hakitakubali kudanganywa, na hakitakubali kuambiwa mambo ambayo hayana msingi. Wanataka ukweli kabisa, na hao vijana watachagua mtu kulingana na ile kazi yake. Hakutakuwepo na mambo ya ukabila. Ukabila unaenda kuisha sana kabisa katika nchi ya Kenya. Ukabila unaenda kutuzikwa kwenye shimo la sahau katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya watu wataongea lugha moja. Mkikuyu ataongea lugha moja na Mluya, Mluya ataongea lugha moja na Mjaluo, Mjaluo ataongea lugha moja na Mkalenjin. Kutainuka kizazi ambacho kitaongea lugha moja. Na kile kizazi kitakapoinuka kitakuwa na shida kwamba sana na wazee, kwa sababu tunaona wazee, uongozi wa wazee umekuwa na doa, kwa sababu uongozi wa wazee umekuwa na ukabila mwingi sana. Unakuta kwamba katika hao wazee wote ambao wamekuwa katika uongozi wamekuwa na ukabila mwingi sana. Ukiangalia kwa Wakisii kumekuwa na Nyachae. Nyachae alikuwa ni kiongozi wa Wakisii. Ukiangalia katika upande wa Luo umekuwa na Raila. Raila amekuwa kiongozi wa Wajaluo. Kulikuwa na upande wa kule kwa Waluya kulikuwa na mtu kama Wamalu. Wamalu alikuwa kiongozi wa Waluya na Masinde Muliro. Ulipotoka pale kuna kwa Kikuyu kumekuwa pia na mtu ambaye anaitwa Uhuru. Uhuru amekuwa kiongozi wa Kikuyu.
kwa sababu ni ile mizizi ya Kenyatta ambaye ilikuwa ni kiongozi wa Wakikuyu. Sasa ukitoka pale ukienda sasa Ukambani kumekuwa na kiongozi mmoja ambaye ni wa Wakamba ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka. Na hivyo sasa ukiangalia sasa katika kila kabila, ukienda kama kwa Wakalenjin wako na kiongozi wao anaitwa Ruto. So kumekuwa na uongozi wa kikabila sana katika nchi ya Kenya, na msingi wa Kenya unasema kwamba umejengwa kwa misingi ya kikabila. Na misingi ya kikabila linasababisha umwagikaji wa damu katika nchi ya Kenya. So kuna hii kizazi kimeinuka cha Gen Z ambacho ni cha young turks, hao vijana wadogo ambao hawana kabila. Na sasa hao vijana wameinuka. Na wakati wameinuka na nguvu sana. Hao vijana wanaongozwa na mtu ambaye anaitwa Sifuna na Babu Owino. Na unakuta kwamba ni uongozi wa vijana ambao wako na nia moja na usemi mmoja. Jinsi unapokuta kwamba katika Biblia kuna ile ilikuwa inaitwa Babeli, mnara wa Babeli. Ulijengwa kwa sababu watu walikuwa wanaongea lugha moja. Na sababu walikuwa wanataka kumfikia Mungu. Na Mungu akaangalia akasema hawa watu wanaongea lugha moja, kabla wanifikie lazima nitawagawanya kwa misingi ya kabila. So msingi huyu wa mtu anaitwa Sifuna na Babu Owino umeinuka na umechukua almost vijana karibu Kenya mzima. Na uliona mkutano mmoja tu umetetemesha nchi yote. Mkutano mmoja umetetemesha mpaka serikali. Na wakati wamefanya mkutano Kitengela na wamesema watafanya mwingine Kakamega, wakaona wakifanya mikutano miwili Kenya, basi itakuwa imesambaratisha vyama vingine vyote, na kitakuwa chama ambacho kina nguvu sana katika nchi ya Kenya. Na wakati kutainuka chama ambacho kina nguvu sana, jambo la kwanza lazima sasa walio katika uongozi watakuwa na wasiwasi, kwa sababu wanajua kwamba Sifuna na Babu Owino wakipatiwa nafasi, basi huenda ikawa sasa mambo hayataenda vile wanavyo tarajia. Mambo yataenda upande mwingine, kwa sababu kwa saa hizi napoongea na mimi naongea tu kama sauti naongea kama sauti ya kiungu, sauti ya watumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu anasema, neno la Mungu linasema kwamba hakuna neno litatendeka kama Mungu hajanena na manabii wake. Sasa nazungumza na sauti moja ya kiungu kwamba mrengo ambao Babu Owino na Sifuna watakaokuwa, huo ndio mrengo utakaochukua ushindi. Na lazima watu waandike chini, mrengo ambao Sifuna na Babu Owino watakapokuwa, mrengo huo ndio utakaochukua ushindi. Na kwa sasa, kwa sababu wale vijana wawili wametetemesha nchi yote mzima, na kile kilichoko sasa, kuna huu mpango wa kwa assassinate hao vijana wawili, mtu anaitwa Sifuna na Babu Owino. Kuna mpango wa kuassassinate, kuna mpango wa kuua hao vijana wawili. So nchi ya Kenya tuombee sana Babu Owino na Sifuna, mahali alipo tumuombee, kwa sababu kuna mpango wa kumaliza hao watu, kwa sababu unaona wakishamaliza hao wamesamaratisha kabisa nguvu za kisiasa, watakuwa wamesambaratisha mkondo wa kisiasa katika nchi ya Kenya, kwa sababu hao ndio watu saa hizi ambao wanapigiwa upato katika nchi yote, ambao wataonyesha watu vijana mwelekeo unaenda wapi. Na niliwaambia kwamba uongozi ujao atakaye kaa katika nchi ya Kenya atadetermine vijana wamemchagua kwa kiwango gani. Na mimi naona sasa uongozi sasa, mahali ambapo vijana wataamua, hapo ndipo yule atakapokuwa atachukua urais. So lazima sasa tuangalie watu ombe sana nchi ya Kenya. So kuna jambo moja nataka nieleze Kenya kinachoendelea sasa. Raila Odinga alikuwepo na mikutano yote aliyofanya, walijaribu kusambaratisha ile mikutano lakini hawakuweza. Na walikuwa napinga kila mkutano wa Raila, lakini ilikuwa inafanyika na inafanyika. Na hivyo ndivyo walipopinga mkutano wa Sifuna kule Kitengela, na wakaenda wakapiga polisi, wakapiga mtu risasi wakamuua. Inasemekana kwamba Sifuna ndiye alisababisha. So swali ni hili, alisababisha namna gani? Sifuna ndiye alitoa bunduki na akachapa kijana risasi, kijana alipigwa risasi na polisi. Kwa hivyo sasa
Kuna kitengo maalum ambapo kimeundwa sasa na kimeambiwa Murkomen amepatiwa command aunde kile kitengo maalum cha watu ambao watasambaratisha wanasiasa wote, ambao watamaliza wanasiasa. Kwa hivyo mwanasiasa akikaa tu hivi bila kujichunga atakuwa nakula risasi. Hicho ndio kitengo ambacho kimeumbwa, kinaenda kuundwa na mtu ambaye anaitwa Murkomen. So Wakenya mjue kwamba Kenya anapoangalia sasa mambo yanaenda kufanyika by force, kulazimisha. Demokrasi haitafuatwa katika nchi ya Kenya. Tumeona kwamba demokrasi haijafuatwa, na hata kwa wakati huu, kama kuna wakati ambapo uongozi uliopo utatumia nguvu za kupita kiasi ni sasa. Kwa hivyo watu popote mliepo, muombee hawa watu wawili, mtu anaitwa Sifuna na mtu anayeitwa Babu Owino. Babu Owino wanafaa waombewe sana, kwa sababu hao ndio watadetermine uongozi wa Kenya utaelekea wapi. Kwa hivyo nafikiri sina machache ya kuambia kwa siku ya leo. Tuombee nchi ya Kenya. Ombi langu kwamba tuombee nchi ya Kenya, maana mahali ambapo inaelekea si mahali pazuri. Asante sana Bishop. Kuna mtu anakutazama hapa angependa kukufikia, unapatikana wapi? Mimi napatikana niko jiji la Nairobi, na kuna huduma ambaye naifanya kule kwa slums ya kusaidia wale watu ambao wako kwenye slums. Na kama uko mahali pale Mungu amekubariki na ungetaka kusaidia watu wa slums, ungetaka kusimama na mimi katika kwa kusaidia watu wa slums, unaweza kuanunulia bando moja ya unga, unaweza kuanunulia hata nguo, unaweza kuwapatia hata nguo, hata nzigo ambazo unazotumia lakini hazikutoshi, weka kwenye gunia, nipigie simu nikupa direction jinsi utakapofika pale kwenye kijiji. Uko mahali pale unaweza kununulia hata watoto vitabu, uko mahali pale unaweza chukua mtoto mmoja umsomeshe, pia contact. Kwa hiyo kwa namba ambayo iko pale kwenye screen, na tuko na hii foundation inaitwa Penina Rasugu Foundation. Penina Foundation ya kusaidia watu kwenye slums. So mko mahali pale, chukua hii namba kisha ucommunicate na tujue jinsi ambavyo unaweza saidia wale watu kwa slums, na pengine hata katika mambo ya kiroho pia unaweza communicate, unipigie simu na pia tuweze kuomba na tuombee nchi pamoja. Na pia hata labda kuna mahitaji yako na kusumbua na ungetaka ushauri, namba ndio hiyo hapo hivyo 0722744672 0722744672. Shalom, Mungu abariki.